Salama wapendwa, I hope mko poa na mnaendelea salama. Karibu jikoni tuandae mchuzi wa kuku ambao ni mtamu sana na unaweza ukaula kwa chakula chochote kile upendacho. Niliandaa kuku kama hivyo, au kuku ni broiler au kuku wa kisasa au kuku wa kizungu kama wengi mnavyowaita. Injika pani yako jikoni, baada ya hapo utakwenda kuongeza tangawizi mbichi, kitunguu thomu, utaongeza chumvi kiasi vile upendavyo wewe, utaweka curry powder kiasi, viungo weka kwa kiasi, usizidishe. Utaongeza manjano au turmeric, kisha utakwenda kuweka chicken cube, mimi nimetumia 2 kwani nyama yangu kidogo ilikuwa nyingi. Pia nikaongeza oyster sauce kiasi kidogo tu, vitunguu maji kama una vingi zaidi weka vingi zaidi. Mimi nilikuwa nina hivyo basi nikaweka. Baada ya hapo utachanganya nyama yako vizuri pamoja na vile viungo, kisha utakwenda kuongeza pilipili boga, weka ya kutosha. Washa moto mdogo kabisa wa chini, funika, acha nyama ijipike kama unavyoona hapo katika video. Baada ya hapo utageuza kiasi ili zile pilipili boga na viungo vingine vizidi kuchanganyikana vizuri. Utaendelea kufunika zaidi ili yale maji yazidi kukauka zaidi na kuku hawa wakolee vile viungo. Baada ya hapo unaweza kuongeza pilipili kama unapenda, kisha maji yakikauka kabisa utakwenda kuongeza tui bubu au tui lile la kwanza kabisa la nazi. Kama hivyo nilivyofanya hapo. Baada ya hapo utakwenda kuupooza au kukinga ule mchuzi wako ili tui lisije likakatika. Na baada kama dakika 7 hivi hadi 8 mchuzi wako utakuwa uko tayari. Ni mtamu, una ladha nzuri na hauna nyanya kabisa, ila ladha yake ni 10/10 minus nothing. Yani usipange kukosa. Nina imani umeipenda hii recipe na hautoacha kujaribu. Hadi wakati mwingine, ninawapenda sana. Shukran.